Weka andiko hapo. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu. Yaani yaani kabisa jambo liko wazi hapo. Unaona? Yaani linatofautishwa kabisa. Hawa ni wana wa Mungu, hawa ni binti za wanadamu. Yaani vitu vili tofauti. Lakini nenda kaombe majibu sasa kwa wasomi. Uone wanavongata maneno. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake. Ndio maana kuna watu ambao walizaliwa, hawakuzaliwa watu wa kawaida. Kuna majitu huko jamani, kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Na hapa rudisha nyuma kidogo. Kuna kitu haya nikufundisha hapa. Nikuoneshe vitu gani ambavyo hawa watu walikuja kuwafundisha. Nao hawa wanafeli walikuwa duniani siku zile. Tena baada ya hao wana wa Mungu nao walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana hao, ndipo walikuwa watu hodari zamani wenye sifa. Yaani watu hodari manake hakuna mtu aliwaweza, kwa sababu hawakuwa wanadamu wa kawaida, walikuwa ni wanadamu mixed. Siku zile baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia na mabinti wanadamu wakazaa nao, hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. La kwanza, hawa watu kuna elimu ambayo walifundishwa. Ndio hizo sasa baadhi ya vitu ambavyo vimechomolewa hapo. Hakuna mtu alikuwa anajua uchawi, ila hawa wana elimu. Suleiman alipewa vitu viwili. La kwanza nini? Hekima. La pili nini? Maarifa. Vitu viwili. Hekima kwa ajili ya kuongoza watu, maarifa ni nini? Yaani ukisikia bana huyo mzee ana maarifa, wewe unafikiria nini haraka? So kawaida ana elimu nyingine. Huyo mzee hajasoma, lakini kaka usicheze nayo, ana maarifa huyo, si ndio? Kuna namna unajiongeza moto, si ndio? Sasa hayo maarifa ni yapi? Weka andiko hapo. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu. Yaani kabisa jambo liko wazi hapo. Unaona? Yaani linatofautishwa kabisa. Hawa ni wana wa Mungu, hawa ni binti za wanadamu. Yaani vitu vili tofauti. Lakini nenda kaombe majibu sasa kwa wasomi. Uone wanavongata maneno. Wana wa Mungu waliowaona hao